Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, na kukaribisha katika chaneli yetu ya Yosh Testimony TV, maana ushuhuda wa Yesu. Hii ni channel inayofundisha neno la ufalme wa mbinguni hapa duniani. Mpendwa mtazamaji, naomba ulipokee neno la Mungu moyoni mwako, ulifanye kazi katika maisha yako ya kila siku, sawa sawa na yasemavyo maandiko. Somo letu la leo linaendeleza somo la katika waraka wa Waebrania sura ya 8 kuanzia mstari wa 6 mpaka mstari wa 13. Na kichwa cha somo la leo ni mpatanishi wa agano bora zaidi. Na tutaanza kwa kusoma mstari wa 6. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamuliwa juu ya ahadi zilizo bora zaidi. Mpendwa mtazamaji, kumbuka tulimaliza somo letu lililopita kwa kuangalia sifa mbili muhimu za kuhani wetu mkuu Bwana Yesu Kristo. Moja ilihusu mahala anapohudumu kwa sasa, na pili tuliangalia dhabihu na sadaka anazotoa hapo alipo kwa sasa. Na katika kumalizia katika mstari wa 4, mwandishi alisema kama angekuwa duniani asingekuwa kuhani, kwa sababu anatoka katika kabila lisilostahili. Lakini vile vile sasa anaendeleza kusema hata zaidi ya hilo, au ana huduma iliyo bora zaidi, kwa kuwa sasa yeye ni mjumbe wa agano lililo bora, lililoamuliwa juu ya ahadi zilizo bora. Kwa hiyo leo tutaangalia zaidi juu ya hili agano ambalo yeye ni mpatanishi wake. Huduma ya Yesu Kristo kwenye hema la mbinguni ni bora zaidi kwa kila njia, ikilinganishwa na ile ya zamani ambayo ilikuwa kivuli, ile ya agano la kale ya Haruni na Walawi. Ni ukweli usiopingika. Picha au mfano hauwezi kulinganishwa na utukufu wa kitu halisi kinachowakilishwa. Kwa mfano, ukiona picha ya almasi haiwezi kulinganishwa na uzuri wa almasi halisi. Kwa hiyo chochote kile kinachotolewa ili kumuonyesha Kristo hakina maana kikilinganishwa na Kristo mwenyewe. Na tumeshaona huduma inayofanyika juu mbinguni ni huduma bora kuliko huduma ya agano la kale, kwa sababu inatolewa chini ya agano lililo bora. Na ahadi zake zitaelezwa kwenye hii sura ya 8 kati ya mstari wa 8 na wa 14. Hasa katika mstari wa 10 na wa 12. Lakini kabla hatujaanza kuisoma hiyo mistari, ningependa tuzungumzie kidogo tu dhana ya agano. Je, Mungu anahusiana vipi na mwanadamu? Tangu kuumbwa kwa ulimwengu, uhusiano wa Mungu na mwanadamu umefunuliwa kwa mahitaji na ahadi maalum. Mungu huambia watu jinsi anavyotaka watende na kuwaahidi jinsi atakavyowatendea katika hali mbalimbali. Biblia ina aina mbalimbali za maelezo ya mahusiano kati ya Mungu na wanadamu, yanayoitwa maagano. Kwa hiyo fasiri rahisi ya neno agano katika Biblia inaweza kuwa kama ifuatavyo. Agano ni makubaliano ya kisheria yasiyobadilika yaliyowekwa na Mungu kati ya Mungu na mwanadamu, ambayo yanabainisha masharti ya uhusiano wao. Sasa kitu cha kwanza kabisa, ndugu mtazamaji, ni kwamba pamoja na kuitwa makubaliano, mwanadamu hashiriki katika kuyatengeneza hayo maagano. Hatoi ushauri, hatoi
mapendekezo ni Mungu tu ndiye anayetayarisha hayo makubaliano, na mwanadamu analetewa ayapokee au ayakatae. Kwa hiyo kwenye hii fasihi inabidi utofautishe na tunachofanya hapa duniani, ambako washirika kwenye makubaliano huwa wanatoa mapendekezo na kukubaliana hiki kiingie, kisiingie, kitoke au ikitoke. Maagano na Mungu yanatayarishwa na Mungu, na mwanadamu anapewa akubali au akatae. Kwa hiyo ndio agano kama agano. Sasa baada ya kuzungumzia dhana ya agano, kinachofuata hapa ni kuangalia mstari wa 7 sasa. Upungufu wa agano la kale. Kwa nini ilihitajiwa agano jingine? Hebu tusome sura ya 8 mstari wa 7. Maana kama lile la kwanza lingekuwa halina upungufu, nafasi isingalitafutwa kwa lile la pili. Kama agano la kale lile la kwanza lililosimamishwa mlima Sinai lingekuwa kamilifu, Mungu asingekuwa na sababu ya kuleta jingine. Lakini mwandishi anasema lilitakiwa agano jingine lililo bora zaidi. Upungufu wake haukuwa kwenye agano lenyewe hasa, lakini katika utekelezaji wake kwa upande wa wanadamu. Wanadamu walishindwa kutimiza wajibu wao chini ya agano hili, wakalivunja, na tunaona Mungu akiwalaumu katika ule mstari wa 8 na mstari wa 9. Hata hivyo, agano la kale lilikuwa na upungufu wazi. Maana kama pamoja na kwamba lilikuwa na sheria, katika sheria zake zote zenye maelezo ya kina, alikuweza kuwaokoa watu. Hilo ni upungufu mmoja mkubwa. Sheria haikuwa na uwezo wa kuwapa watu maisha mapya, na watu hawakuweza kuitii kikamilifu. Kwa hiyo Mungu aliona inafaa kupanga agano jingine. Na ili kufanya jambo hilo, mwandishi anawakumbusha wasomaji jinsi Mungu alivyotangaza agano jipya kupitia nabii Yeremia. Na sasa tuangalie unabii wa Yeremia. Mwandishi wa waraka kwa Waebrania amenukuu unabii wa Yeremia kati ya mstari wa 8 mpaka wa 12. Na hii ni nukuu ya Yeremia sura ya 31 mstari wa 27 mpaka wa 34. Huu ni unabii aliotoa Yeremia kipindi ambacho Israeli ilikuwa, au wana wa Israeli walikuwa wakiteseka chini ya taabu kubwa kwa ajili ya dhambi zao chini ya agano la kale. Katikati ya mateso haya ambayo waliyastahili, Mungu alitangaza kwamba anakusudia kuleta suluhisho kwa Israeli, agano jipya ambalo alingeongeza zaidi mzigo na huzuni kwao, lakini badala yake lingekuwa na uwezo wa kuwakomboa kutoka katika dhambi hiyo na tabu waliokuwa wanapitia kama taifa. Mwandishi anamnukuu Mungu akitangaza kwamba hili ni agano jipya. Si jipya kwa sababu limekuja kwa wakati mpya tu, ila ni la tofauti na sifa zilizo tofauti. Sasa ahadi za agano la kale na agano jipya. Mwandishi katika kunukuu amenukuu Yeremia kama yalivyo, hakutoa maelezo ya ziada. Na hii ni kwa sababu aliokuwa na waandikia walikuwa wanajua hasa anachozungumzia kuhusu unabii wa Yeremia. Lakini kwetu sisi, hebu tutumie dakika kidogo tu kupitia vitu vinavyoonekana ni tofauti katika agano jipya na agano la kale, kufuata hii mistari wa 8 mpaka wa 12. Viko vitu vina ambavyo
au vitano au vina ambavyo tunaweza tukayawanisha moja kwa moja. Cha kwanza kabisa, Agano Jipya litakuwa tofauti kabisa na Agano la Kale ambalo liliwashinda Waisraeli. Hii tunaweza kusoma katika mstari wa 8 na wa 9. Msisitizo hapa ni kutoendelea na si kuendelea na Agano la Kale. Mungu anasema halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao. Kwa maana nyingine, lile linakwisha au linasimama, tunaanza kitu kipya. Kwa hiyo Agano Jipya litakuwa tofauti, na Mungu mwenyewe atahakikisha kwamba agano linatimizwa na watu wanaendelea kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, ambao ndio lengo la maagano yote. Watu wamkaribie Mungu kwa utakatifu, kwa kuwa yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo Agano Jipya litakuwa tofauti, na Mungu mwenyewe atahakikisha kwamba agano linatimizwa na watu wanaendelea kuwa na uhusiano na yeye. Hili wakati mwingine linaleta tatizo, hasa kwa wanatheolojia wa agano. Baadhi wanaona maagano hayo mawili kama sura mbili za agano moja la neema. Yaani ni kwamba Agano la Kale neema ilikuwa kidogo, Agano Jipya neema imeongezeka. Lakini huo sio ukweli ambao mwandishi wa waraka huu anasema. Mwandishi huyu anasema ni Agano Jipya, ni kitu kipya chenye masharti mapya na mwelekeo mpya, na zaidi ya yote mpatanishi mpya au mpatanishi tofauti na yule wa agano lililopita. Kitu cha pili cha tofauti kati ya Agano la Kale na Jipya ni kwamba Mungu ataweka sheria yake katika nia zao na mioyoni mwao. Hapo mwandishi anamaanisha kwamba wale wanaoingia katika Agano Jipya watapokea ufahamu sio wa kawaida wa sheria ya Mungu. Haki ya Mungu itaingizwa kihalisia au kihalisi katika asili yao. Haitategemea uwezo wao wa kushika sheria kupitia juhudi zao wenyewe, kama ilivyofanyika Agano la Kale. Matokeo ya agano hili jipya yatakuwa kuleta haki halisi, ambayo bila hiyo hakuna mtu atakayemwona Mungu. Kwa hiyo Agano la Kale liliweka viwango vya kuwa mwenye haki, na kama mtu angefikia viwango hivyo, basi angeweza kupata stahili yake au ya baraka. Lakini Agano Jipya linasema hivi: huna tumaini la kuwa mwenye haki kwa juhudi yako mwenyewe, na kwa hiyo nitakupa haki inayohitajika, kisha unaweza ukapokea baraka zote. Hii ndio tunayoita habari njema. Hii ndio injili inayohubiriwa. Tunavalishwa haki kwa kumwamini Yesu, na Mungu anapotuangalia anamuona Yesu anayestahili baraka zote. Kitu cha tatu cha tofauti kati ya Agano la Kale na Jipya ni kwamba kila mmoja atamjua Mungu na kuwa na uhusiano naye katika nafsi yake. Iko katika mstari wa 11. Kumjua Mungu ni kumfahamu kwa karibu na kwa kibinafsi, na ni kuwa na uhusiano wa karibu sana naye. Si kufahamu tu habari zake, hapana. Neno lililotumika kwa Kiingereza intimacy linafanana na mke anavyomjua mume au mume anavyomjua mke. Sio kwa maneno au kwa habari au kwa taarifa, hapana. Ni zaidi. Kwa hiyo Agano la Kale lilifanyika na wana wa Israeli kwa jumla, na watu waliwategemea viongozi, makuhani, walimu kama mimi hapa, ili wamfahamu Mungu na kumkaribia. Vizuizi vyote vilivyokuwa vinamzuia mtu asimkaribie Mungu vitaondolewa, kama cheo, kabila, jinsia na hali.
Tena hakuna mwenye kumjua zaidi kwa sababu ya daraja yake. Kwa hiyo wote wataweza kumjua na kumfahamu na kuifahamu kweli, kwa sababu watakuwa na Roho wa Mungu kama mwalimu wao. Ambayo ukitaka kuisoma zaidi kwa muda wako, kuna Yohana 14 mstari wa 26, Yohana 16 mstari wa 13 mpaka wa 15, ambayo Roho wa Mungu anayekaa ndani yao atawafunulia na kuwafundisha mambo yote ya Mungu na kuwaongoza katika yote. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba hakuna mtu katika agano hili, agano jipya, atakayemfundisha mwingine kumjua Bwana au kumjua Mungu, kwa sababu wote watamjua. Hii ni kitu tofauti na kitu kikubwa, na wakati mwingine unakuta kuna madhehebu ya Kristo ambayo yanajijenga kwenye hilo tu, kumjua Mungu moja kwa moja bila kutegemea mtu mwingine. Hii haina maana walimu hawana kazi. Walimu tuna kazi ya kukuelekeza, ya kukushauri, ya kukuongoza wapi, njia gani upite. Lakini humjui Mungu kupitia sisi. Kwa maana nyingine, ufahamu wangu wa Mungu hauwi kama miali ya kukufunua wewe umjue Mungu. Hapana. Inabidi umjue Mungu moja kwa moja kwa msaada wa Roho wa Mungu ambaye anakaa ndani yako. Na tofauti nyingine ambayo ipo katika agano jipya ni kusamehewa maovu na kusahau dhambi zao. Hii iko katika mstari wa 12. Agano jipya lina ahadi ya kusamehewa kabisa dhambi za aina zote, kuziondoa na kuzisahau. Msamaha huu hautokani na utii wala uaminifu wa wanadamu katika kuishika sheria au kutoa dhabihu, ila ni kwa rehema na upendo wa Mungu, kwa sababu ni kwa dhabihu moja aliyotoa Bwana Yesu inayoondoa dhambi zetu. Wakati ndugu zetu katika agano lililopita walikuwa wanatoa dhabihu inayofunika tu dhambi na wala haiondoi. Kwa hiyo, lakini agano jipya, msamaha wa dhambi na ondoleo la dhambi na ahadi ya Mungu kuisahau dhambi iko pamoja. Hizi ni ahadi za ajabu. Ahadi hapa tumeainisha ahadi 4 zilizo bora kuliko kitu chochote katika agano la kale. Unaweza ukafunua mwenyewe ukaangalia kwanza kwa Yeremia sura ya 31 mstari wa 27 mpaka 34, ahadi alizoahidi Mungu kwamba zitakuwa kwenye ile agano. Na bila shaka ni bora kuliko zile za agano la kale, kwa sababu agano la kale lilitegemea utendaji wa mwanadamu. Jipya linategemea tu utendaji wa nguvu za Mungu. Ambapo la kale liliongoza kwenye hukumu, jipya linaongoza kwenye haki. Ndio maana mwandishi anasema agano jipya huleta ahadi zilizo bora zaidi. Kwa hiyo kwa kifupi sasa hizo ndio maelezo katika mstari wa 8 mpaka wa 12 yanayoweza kutoa tofauti katika ahadi katika agano la kale na ahadi katika agano jipya. Baada hapo mwandishi anahitimisha kwa mstari wa 13 kwa kusema kwamba kuja kwa Kristo kwa utaratibu wa Melkizedeki kuna maanisha kwamba wakati umefika wa agano jipya kuanza kutumika. Wakati waraka huu unaandikwa ndiye alikuwa anasema. Hebu tusome mstari wa 13.
Kwa kule kusema Agano Jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa kiko karibu kutoweka. Neno mwandishi wa Waebrania anasema Agano Jipya limefanya lile la kale kuwa kitu kinachohusiana na kila kitu kinachohusiana nalo kuwa kikuukuu. Hii ni kauli ya kustaajabisha kwa Mkristo wa Kiebrania, na labda wakati mwingine kwa Mkristo wa sasa. Lakini kinachofuata ni cha kushangaza zaidi, kwani anasema kilicho kikuukuu na kupitwa na wakati kitatoweka hivi karibuni. Anasema lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa kiko karibu kutoweka. Kwa hiyo mwandishi alitabiri kwamba Agano la Kale litatoweka, ambalo kama tulivyowahi kusema wakati fulani lilitoweka si muda mrefu baada ya waraka huu kuandikwa. Ukweli kwamba waraka uliandikwa kabla ya kutoweka kwa Agano la Kale inaongeza uaminifu katika waraka huu. Agano la Kale lilitoweka rasmi mnamo Agosti 6 mwaka 70 BK, siku ambayo hekalu lilichomwa moto na mfumo wa dhabihu kumalizika moja kwa moja, na mpaka sasa haujawahi kuanza tena. Kwa hiyo Agano la Kale limetoweka. Katika mstari wa 13 kuna neno ametumia mwandishi kwamba kinachokuwa kikuukuu kiko tayari kutoweka. Lakini ukweli ni kwamba kusema kitu ni kikuukuu haimaanishi ni kibaya. Ukuukuu na kupitwa na wakati kunamaanisha kwamba kitu kipya na bora zaidi kimekuja. Nimesikia huu mfano akiutoa mchungaji wangu kanisani kuhusu kitu tofauti, lakini naona unafuata hapa. Katika miaka iliyopita, sisi ambao ni wa zamani kidogo, kulikuwa na kitu kinaitwa cassette, kanda za cassette. Sasa zimepitwa na wakati. Lakini miaka ile ya 70 au 80 zilikuwa teknolojia ya kisasa ya muziki wa kubeba kutoka sehemu kwenda sehemu. Kanda za cassette zilikuwa teknolojia ya kwanza kuunda uwezekano wa muziki wa kibinafsi na wa kubebeka, hadi zilipoingia CDs kwenye miaka ya 90 na kuendelea. Sasa CD na zenyewe zimeanza kuacha kutumika. Sehemu nyingi sizioni. Zamani ulipokuwa unakwenda kanisani ulikuwa unakuta vijana wanauza CD, lakini sasa siwaoni. Nahisi CD zinaanza kuacha kutumika. Ina maana kuna teknolojia mpya ya kutengeneza muziki na wa kubebeka ambayo inatumika kwa sasa. Si kwa sababu CD ni mbaya, bali kwa sababu kuna jambo bora zaidi limekuja. Kwa hiyo kila moja ya teknolojia hizi ilitimiza jukumu muhimu katika mageuzi ya kuhifadhi na kubeba muziki. Kila teknolojia ilikuwa hatua ya lazima kufika hapa tulipo. Na kwa hiyo Agano la Mungu na Israeli lilitumika kama ramani ya njia ya kimaadili, ya kitamaduni, ya kiroho na ya kiraia kwa ustawi wa taifa la Israeli. Na ni kupitia taifa hili Mungu alileta mkombozi wa ulimwengu. Mkombozi ambaye damu yake mwenyewe imewaweka huru wanadamu wote kutoka kwenye mzigo wa dhambi. Sasa kwa kuwa yuko hapa, tunapaswa kuweka kwenye hifadhi kanda zetu za kaseti. Tunaweza kuzithamini bila kuzicheza. Kwa hiyo ni kwamba ndugu zangu, Agano la Kale
limetoweka, limeisha. Tunaweza tukalihifadhi kwa sababu lina simulizi nzuri sana. Simulizi zina kati ya Mungu na taifa lake Israeli na watu wake, ambazo ukizisoma na kuzielewa zinakutia moyo. Ukiwa kwenye majaribu au ukiwa kwenye matatizo, unaona Mungu anavyoweza kufanya kazi na watu wake, anavyoweza kuwasaidia, anavyoweza kuwaelekeza wakimtegemea yeye. Lakini halikupi maelekezo namna ya kumfikia Mungu kwa sasa. Kwa hiyo ya kale inaachia njia kwa mpya. Huwezi kutia divai mpya katika viriba vikuukuu, Bwana Yesu alituambia. Kwa hiyo hatuwezi kuvalisha mfumo wa Kristo ndani ya ule wa Agano la Kale. Haviwezi kukaa pamoja kwa njia yoyote ile. Kwa imani katika Yesu Kristo tunaingia katika Agano hili jipya na bora zaidi. Na katika somo lijalo tutaona jinsi Agano la Kale kama kielelezo lilivyotumika kuwafundisha wanadamu kuhusu utukufu utakao kuja na Agano Jipya. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, ningetaka kusema kwamba bado Wakristo wengi wanaona njia ya kuhusiana na Mungu ni kutimiza sheria. Na kwa hiyo wanajitahidi kumpendeza Mungu kwa kuzitii sheria zake. Mara nyingi wanashindwa na kukata tamaa. Hata viongozi wengine katika makanisa wanasisitiza watu kushika taratibu na sheria za makanisa na wanawatwisha watu mzigo wa kisheria. Lakini ikumbukwe kwamba jambo la kwanza katika imani ya Kristo ya Agano Jipya ni kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Uhusiano huu unapatikana kwa kumwamini na kumpokea Yesu moyoni. Ni kufanywa upya na kupewa moyo mpya wa kumpenda Mungu na kushirikiana naye kwa karibu. Hali hii mpya ndiyo inamfanya Mkristo aishi kwa kumpendeza Mungu. Hii haina maana sheria za Mungu hazina kazi maishani mwetu na kwamba tunaweza kuishi tupendavyo. Hapana. Sheria za Mungu bado zinamuongoza mtu katika kufahamu mapenzi ya Mungu na kumtumikia Mungu ipasavyo, na kumfanya mtu apende kuzitimiza kwa sababu anampenda Mungu. Kuna mstari hapa ambao nakuachia, Yohana sura ya 15 mstari wa 9 na wa 10. Na katika kufanya hivyo, kwa kuwa sheria ya Mungu imeshaandikwa moyoni mwako na una Roho wa Mungu wa kukusaidia na una kuhani mbinguni anayekuombea kila siku, utapata nguvu za kuishi kwa ushindi katika Agano Jipya. Ndugu mtazamaji, kama wewe ni mmoja wa wale ambao hawamwamini Yesu ambao hawajamwamini Yesu ili waweze kupata wokovu, naomba utafakari kwa kina sana maneno uliyosikia kwenye somo letu la leo, ambayo ni pamoja na yafuatayo. Agano Jipya lililoanzishwa kupitia Yesu Kristo ni kiini cha wokovu kwa binadamu wote. Agano hili limetoa msamaha wa dhambi na kurejesha uhusiano wa karibu na Mungu. Haya yote yamewezekana kupitia dhabihu ya damu ya Yesu iliyoambatana na kifo chake na ufufuo wake. Kama umeamini maneno haya na uko tayari kumfuata Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, naomba uombe nami sala ifuatayo ikitoka katika moyo wako. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa Agano Jipya la milele na la ondoleo la dhambi. Ninakiri mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu zote na ninaomba unisamehe. Ninakupokea wewe
kama Bwana na Mwokozi wangu. Njoo ukae katika maisha yangu, unisaidie nikuishie wewe tu. Katika jina lako ninaomba haya na kuamini. Amina.